kushikamana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tunaye kuhani mkuu ambaye yeye peke yake ndiye tunayemsujudia hata sasa. Huyu kuhani mkuu tunayemuita siku ya leo, tunamwadhimisha siku ya leo, miaka 2000 imepita. Huyu ndiye kuhani mkuu ambaye alikubali kufa pale msalabani kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunatakiwa kumkaribia yeye. Na tukikaribia kile kiti cha neema, kila mmoja akubali kukikaribia kile kiti cha neema, kwa sababu huyu kuhani ndiye aliyeteseka kwa ajili yetu, ndiye aliyekufa kwa ajili yetu, ametoa maisha kwa ajili yetu, ameutoa uhai wake kwa ajili yetu, amekubali fedheha kwa ajili yetu, amekubali kuaibishwa kwa ajili yetu, amekaa uchi msalabani kwa ajili yako wewe na mimi, amepigwa mijeledi kwa ajili yako wewe na mimi, misumari inchi 6 imeingia kwa ajili yako wewe na mimi, ili sisi dhambi zetu zipate kutakaswa kupitia yeye huyu kuhani mkuu. Kwa hiyo na sisi tunahitaji kushikamana naye, na tunahitaji kukikaribia kile kiti cha neema ili tuendelee kubaki katika uwepo wake siku zote za maisha yetu. Kama umenielewa, punga mkono wako, piga makofi, mshangilie Kristo, maana ni pekee wa kuabudiwa, ni pekee wa kuinuliwa, hakuna Mungu mwingine zaidi yake. Haleluya! Nashangaa dunia ya sasa, unakuta mtu mwingine baada ya kushikamana na Yesu anaendelea kushikamana na wanadamu, anaendelea kushikamana na wakuu, anaendelea kuacha mambo ya Mungu, anataka kushikamana na dunia, anataka kushikamana na anasa za dunia. Nataka nikwambie ndugu yangu naye nisikia saa hii, unatakiwa kubadilika leo hii. Kufa kwake msalabani usije ukarudi tena kumsulubisha. Hebu rudi mbele za Mungu, mshike Yesu awe ni kuhani mkuu katika maisha yako. Ukiwa na kuhani mkuu katika maisha yako, huyu atakusaidia uishi maisha yenye utakatifu, atakufunulia uishi maisha yenye kumpendeza, atakufunulia uishi maisha ya kufanya aliyo mapenzi yake siku zote za maisha. Utapata maarifa, utapata hekima, utapata busara, utapata maarifa, kwa sababu huyu kuhani mkuu anavyo vitu vyote vya kukusaidia wewe ili ushikamane naye siku zote za maisha yake na uendelee kuitwa miliki yake. Haleluya! Utaitwa miliki kwa sababu umeshikamana naye. Lakini kama hatushikamani naye, ndugu zangu, tutakuwa tunajipotezea muda tu. Hata sherehe hii inakuwa haina maana kwa sababu hujashikamana naye. Hebu tukubali tushikamana naye. Hata tunaposherehekea, basi tunasherehekea kwa kweli tuko tumeshikamana naye. Hebu ukigandamana naye namna ukasema sikuachilii Bwana wangu, niko na wewe kwa sababu wewe ndio kuhani wangu mkuu, naamini kabisa na yeye atajivunia kwamba ni naye mwanangu pale Kinyanambo ameshikamana na mimi. Haleluya! Atasema mzee Sanga yupo pale, ameshikamana na mimi baba yake, hakuniacha. Amina. Hebu angalia katika kile kitabu cha Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 6.